hiya, maana yake kwamba Lailatul Qadr ni usiku ambao unakuwa na salama na amani hatta matla'il fajri, mpaka kuchomoza kwa alfajiri. Maana yake kwamba mpaka kuingia alfajiri, maana yake kwamba wakati huo ni usiku ambao unakuwa umetulia, usiku ambao unakuwa hauna heka, ni usiku ambao malaika kadhalika wanatawanyika, na pia kadhalika mashaitani wote wanakuwa hawana ujanja katika siku hiyo, tayari wameshafungwa. Kama ilivyokuja katika hadithi ya kwamba wale viongozi mashayatini wale wakubwa ndio wanafungwa katika nini? Katika salasili, katika nyororo. Lakini kuna baadhi ya mashaitani ambao wao ni wa kawaida, kadhalika wakati huo unaambiwa hawatopata ujanja wa kuchoropoka na kutembea katika mahala yao na sehemu zao, bali ni usiku ambao ndani yake kuna amani, usiku ambao umetulizana kweli kweli, hauna shida. Sasa inakuwa ni hasara iliyoje kwa Muislamu analala usiku huu, na usiku huu unamkuta ile hali tayari iko na koroma namna hii, wakati kuna baadhi ya waumini wamejikita katika ibada siku hiyo ya Lailatul Qadr, wanafanya ibada kumtukuza Allahu jalla fi ula, Allahu tabaraka wa taala. Wewe Muislamu umelala unavuta shuka namna hii, wakati ile hali Allah subhanahu wa taala katika Lailatul Qadr, katika usiku wa Lailatul Qadr, bila shaka ahlul ilm wanasema kwamba Lailatul Qadr, kama usiku Lailatul Qadr ni usiku ambao Allah jalla wa ala anapanga makadiri mambo ambayo yatakuja kutokea mwaka ujao. Huenda wewe mwezi wa Ramadhani mwingine usije ukauona, huenda wewe mwezi wa Ramadhani huu ndio ukawa ni wa mwisho wako, maana yake kwamba hautauona mwezi mwingine zaidi ya huu. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala katika usiku wa Lailatul Qadr, Allah tabaraka wa ta'ala, Allah jalla fi ula, ndio anapanga mikakati ya mambo ambayo yatakuja kutokea mwaka ujao. Angalia Allah subhanahu wa ta'ala katika usiku huo, Allah subhanahu wa ta'ala anawasamehe baadhi ya watu, kadhalika anawasamehe. Sasa wewe kama hautaki wa kusamehewa na Allah jalla wa ala, la Lailatul Qadr khairun min alf shahr, maana ni usiku ambao wenye cheo, usiku ambao ni bora kuliko miezi 1000. Sasa wewe usiku huo unaokuta ile hali uko unavuta shuka namna hii, unalala. La ilaha illa Allah, subhanallah. Wallahi ndugu zanguni, tayari tuko katika 10 la mwisho kabisa mwezi wa Ramadhani. Wallahi yamba alaina an nukthira alibadat, hakuna budi sisi tukithirisha kufanya ibadat, wakadhalika an nastakhrija kadhalika zakawati wa ghairi dhalika madha min alibadat, kadhalika tutoe zakaa na kadhalika tufanye mambo ya ibada na kuwasaidia watoto yatima na mengineyo. Lengo na madhumuni ili tuwe miongoni mwa wale ambao waliochuma kheri katika mwezi huu wa Ramadhani. Wallahi ndugu zangu katika imani,